watakaa kwenye viti vyao na sasa itafuata homilia. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, ndugu zetu hawa, wana wetu ambao ni ndugu na rafiki zetu, wanaitwa sasa kupewa daraja ya ushemasi. Fikirini kwa makini ukuu wa neema wanayopewa na Bwana. Na maandiko matakatifu tuliyoyasikia yameendelea kutukumbusha sisi, lakini kuwakumbusha wao kwa namna ya pekee ukuu huu wa neema. Ni ukuu wa neema unaotangulia, ambao utalisha madaraka ambayo mtapewa hivi punde ndani ya kanisa. Na ndio maana katika lolote mtakalotenda, hakikisheni neema ya Bwana inaendelea kuwasindikiza, neema ambayo inajifunua katika sehemu nyingine na sehemu kubwa, yale ambayo mnaona ni matashi yenu, tamaa yenu. Lakini kama Mwenyezi Mungu anavyomwambia Musa katika somo la kwanza, ni neema ambayo tu si kwamba ninyi mmekubali kuitika wito wa Bwana, lakini inajengwa sasa katika matokeo ya wito ambao mtauishi. Tunasikia hao ambao wa kabila la Lawi, Mwenyezi Mungu akiwaelekeza waende sasa kwa Haruni na wanawe, wanawakilisha sura hii ya mashemasi. Na sura hiyo ilionekana tu pale ambapo walitekeleza yale ambayo walipewa. La kwanza, ulinzi. Ulinzi wa matakatifu ya Mungu. Neema ya Mungu inahitajika. Tusipotegemea neema, tunaweza tukalinda ndugu zangu kama mashemasi, lakini tukajikuta tunalinda yetu. Ndugu zetu ambao wametusindikiza wamepewa fikiri ukuu wa neema haitaonekana kama yale ambayo tutalinda na kutolea jasho na hata kujitoa maisha yetu hayatakuwa kwa ajili ya Mungu. Na ukaupokea ushemasi kama zawadi uliopewa na Mungu, na kama zawadi ya Mungu daima utakuelekeza katika mazingira ambayo yanakuzunguka ukayatakatifuza. Lakini kama una neema ndani yako, ni wazi kazi hiyo ya kujitakatifuza itaanza na wewe. Katika utakatifu mnatolewa sasa kwa kanisa. Tumesikia hawa kabila la Lawi watolewe kwa Haruni na wanawe. Mtakumbushwa wajibu wenu ulivyo kumwelekea askofu na mapadri. Nakumbushwa kwamba na sisi taifa zima la Mungu tunakumbushwa kwamba ndugu zetu hawa wakiisha imarishwa kwa kipaji cha Roho Mtakatifu watakuwa wasaidizi wa askofu na mapadri wake. Si usaidizi katika mengine, katika huduma ya neno, huduma ya altare na huduma ya upendo, wakijifanya watumishi wa wote. Hata wale Walawi tuliosikia wanapelekwa kwa ajili ya kuhudumia hema ambayo ilikuwa limebaki ndio matumaini pekee ya taifa teule.
Kumbe mashemasi, msibague. Mbele ya askofu ukawa na sura nyingine, huko pembeni na mapadri unayo yako nyingine, kwa waumini walei mtu tofauti kabisa. Hutaki usaidizi na mara nyingine kujikweza ndiko kuna kutufanya tunakuwa na sura mbili: nyenyekevu, mtii kwa askofu, lakini unayelalamikiwa na mapadri. Kijana huyu kwa nini amekuja? Na huko shemasi wanaanza tayari kuwaka moto kwamba huyu atakapoingia kwenye kundi letu kuna kazi inakuja. Hapana, ni kazi ya usaidizi kama hawa Walawi. Umetolewa leo kwa Haruni na wanawe, kwa askofu na mapadri wake, kwa huduma na kuhudumia taifa la Mungu na watu wote. Kama wahudumu wa altare, mtaihubiri Injili, mtaandaa sadaka na kuwagawia waamini mwili na damu ya Kristo. Katika historia kuna mashemasi walishakengeuka, walivyoambiwa waandae wakataka kutolea sadaka. Wakati wenu wa kutolea sadaka bado, ila muiandae kwa uchaji altare ya Bwana. Usiende altareni tu kama unaandaa meza ya chakula chochote, na ukasababisha taifa la Mungu badala ya kupokea mwili na damu ya Kristo wakaendelea kupokea mkate tu na divai. Mheshimu mipaka yenu, mfuate yale ambayo mnaelekezwa. Mama Kanisa anaendelea kutukumbusha, ndugu zangu, kwamba aidha kama watakavyoamriwa na askofu, itawapasa kuwashauri na kuwafundisha mafundisho matakatifu waamini na wasio waamini. Wataongoza sala, wataadhimisha sakramenti ya ubatizo, watasimamia na kubariki ndoa takatifu na kuwapelekea waliopo kufani komunyo pamba, na hatimaye wana uwezo wa kuongoza ibada ya mazishi. Mbona wanaletwa kabisa, ndugu zangu, wakiwa watumishi kwetu. Swala hili la utumishi tumelisikia katika somo la pili kutoka Matendo ya Mitume. Lilipotolewa bila kufuata haki, likavuruga amani aliyokuwa ameiacha Kristo na kutishia kabisa ile jumuiya ya kwanza kusambaratika katika misingi ambayo haikuwa msingi wa kile ambacho amewapatia Kristo. Ubaguzi ulioanza ulikuwa ni wa kikabila. Nyinyi leo mnaingia kama watumishi katika mazingira hayo hayo. Kwa hali maalum ambayo tunayo, mnaingia, wala hatuwafichi, katika jamii iliyogawanyika kisiasa, kidini, kimadaraka, kiuchumi. Lakini mkumbuke, humo ndimo mnamotumwa mkafundishe mafundisho matakatifu. Tena mnaambiwa waamini na wasio waamini. Maana yake ni kazi yenu kufundisha. Watapokea, ni kazi ya Mungu, na mnafundisha ukweli. Muda fulani mchungu, muda fulani unauma, muda fulani mtaambiwa mmeandika mara nyingi mno. Haivunji nguvu yenu ya kuongea ukweli. Mnyamaze tu pale ambapo mafundisho yenu yamepokelewa na waamini na wasio waamini. Na ndio maana ninyi wenyewe lazima mfundishe ukweli.
usiropoke, fanya utafiti, tafuta ukweli, ongea kwa waumini na wasio waamini. Hakuna mipaka. Pengine wengine itawaumiza, lakini ndio ukweli ulivyo. Watakapoushika maumivu yatakwisha, kwa sababu haki itatendeka na kile kinachotishia msiweze kufundisha kitaondoka. Kwa hiyo mjue mnalo jukumu hilo. Sasa huko kuna sadaka. Waliotutangulia hata katika ushemasi, tena wale wa kwanza waliuawa. Tunaelewa kifo cha Stefano, shemasi shahidi wa kwanza. Alipigwa mawe kwa sababu ya kutetea ukweli, kufundisha ukweli. Sasa ninyi ni nani msitupiwe mawe? Yako mawe mengi. Wengine kwa hasira wataharibu hata taswira yenu kwenye jamii, kwa sababu mmesema ukweli. Hapo ufurahi na kushangilia, lakini vile vile unaweza hata ukapelekwa mahakamani, unaweza ukafungwa. Kwa mara nyingine wale unaoeleza ukweli huo wasioutaka wana madaraka ya kuweza kutupa ndani. Yanapojitokeza hayo, unaambiwa mtaongoza sala. Kuongoza sala lazima nyewe wenyewe msali. Salini katika mazingira magumu. Stefano anasali sala nzuri kabisa: E Bwana, usiwahesabie kosa hili, dhambi hii. Salini na mwisho mweze kumwambia Mungu, mikononi mwako naiweka roho yangu. Ni katika ukweli ubatizo wenu utaliongezea kanisa waumini. Mtawabariki watu wa ndoa ambao tayari leo hii wana tofauti kati yao. Tuna dunia ambayo inamgawanya mama na mgawanya na baba, hawa ni wanawake, hawa ni wanaume, ikagawanya mpaka kiasi kwamba tumechanganyana. Sasa hivi wanaume hawajui mwanamke ni nani, wanaoa wanaume wenzao. Wanawake hawajui mwanaume ni nani, wanaolewa na wanawake wenzao na kuoa. Mkafungishe ndoa kulingana na mpango wa Mungu. Ndoa ni ya mke na mume, ndio asili yake, haina tafsiri nyingine. Sasa leo tunasikia kwa vile mmepewa ruhusa ya kufungisha ndoa, midume miwili umeweka hapo, unaibariki. Shemasi itakuwa mwanzo wa kuua neema ile ambayo ninyi wenyewe mmewabatiza, mnakuja kuwaua wakati wanataka kuingia kwenye ndoa. Tukiweza ndugu zangu kuyafanya hayo katika ndoa, mtakutana nao wengine wa chama hiki, wengine wa chama hiki, msimamo huu na msimamo huu, kabila hili na kabila hili, muweze kuona neema ya Mungu inavyofanya kazi. Hao imewasukuma mpaka wamekuja mbele yenu. Tofauti hizo wamezisahau. Ni upendo. Unamleta baba na mama mbele yako, wanakuja kuahidi katika ndoa. Kwa hiyo humo mjifunze vile vile katika neema mengi yanafanyika. Kama mmeweza kufungisha ndoa, mnaweza kupatanisha wanasiasa, mnaweza kupatanisha wanauchumi, mnaweza mkapatanisha madhehebu ya dini, tukakaa tukaongea tukapatana katika tofauti zetu, kama vile mume na mke wameweza. Lakini haiwatengi vile vile na kuonja wakati fulani kwa sadaka kubwa kama shemasi Stefano. Na mkiamaliza hayo, muwe faraja kweli kwa ndugu zetu ambao wanahangaika, wanateseka, wako kufani. Wafikieni. Huduma kwa wagonjwa haina kisingizio chochote cha kutolewa. Ahilisha yote, nenda kawe faraja kwa wagonjwa, ukiwapelekea vile vile na komunio, na hatimaye unapowazika uzike kitakatifu. Leo watu wanagombania mpaka maiti, hii ni ya dini, hii ni ya dini hii. Mazishi sio ndio ukombozi wa mtu. Ameishije mpaka kufikia saa ya mazishi? Na sisi kama wachungaji tuna wajibu wa kuandaa wafikie mazishi matakatifu, ili hata wale wasiozikwa waende huko kitakatifu,
wamepigwa risasi, wamepotea. Wewe tayari kwa huduma uliokwisha wapa, umekwisha wazika. Sali kuombea. Watu wanapotea siku hizi, si ndio? Wanakufa wakienda mochwali, alafu tukienda kuchukua hawapo. Wengine wamekufa hata kwa risasi na maiti zao hazionekani. Sasa utazika nini kama hao watu kuwatunza mwanzoni? Ndio maana hatukimbizani sana na maiti zitulete sasa tugombane. Kama mtu mwingine amependa maiti kuliko uhai, kwanza kaitengeneza afu baadaye kaiiba. Anaipenda, lakini sisi tunajua kuna uzima wa milele, roho yake iko mbinguni. Kwa hiyo msikimbizani sana tu na maiti. Ridhikeni kwamba hata kama maiti hiyo haikupotea, haikuonekana, roho yake naifahamu, naielewa. Mimi kama mchungaji wake najua iko mbinguni. Ndio iwe faraja yenu. Tunaambiwa tena, ndugu zangu, ndugu zetu hao wakiwekwa wakfu kwa kuwekewa mikono kwa mapokeo yaliyotoka kwa mitume, mashemasi wanaunganishwa kwa undani zaidi na altare. Altare, mtaanza kubusu altare kuanzia leo. Kaeni makini, msibusu meza. Sisi hatubusu meza hapa, tunambusu yeye ambaye ndiye sadaka, altare na mwanakondoo. Ni Kristo mwenyewe ndiye aliyefanyika altare, ndiye utimilifu wa sadaka. Hata sadaka mtakapotoa juu ya altare na kuandaa, msiandae sadaka juu ya meza, juu ya altare ambaye ni Kristo. Mikono mtawekewa. Tumesikia tangu mapokeo na tumesikia katika Matendo ya Mitume, hao walifanyika mashemasi kwa kuwekewa mikono ya mitume. Na bahati mnakuwa mashemasi ndani ya kanisa Katoliki, ambao mtiririko huo wa mitume hauja katika tangu Petro. Tangu Petro. Hata mimi, ingieni mtandaoni tumtafute Flaviani Kasala, nenda Gailakia Katoliki, anza kufuatilia huyu aliwekwa na huyu aliwekwa na huyu aliwekwa, utarudi mpaka utamkuta mtume Petro. Ndiyo mikono mimi inayoendeleza uaskofu wangu. Sasa bahati hiyo yote kwa nini muipotezi kwa woga? Leo mtawekewa mikono, kiwekwa wakfu. Na tena katika altare mtekeleze huduma ya upendo kwa jina la askofu na paroko. Hapo paroko ana nafasi yake, sio na kila padri. Kauli ya paroko inatofautiana na paroko msaidizi. Ndio maana usije ukapelekwa utume parokiani, unaenda kuunda chama na askofu paroko msaidizi, mnaanza kumshughulikia paroko, atakumaliza. Wala usimwogope, mpende na kumheshimu. Mnaambiwa askofu na paroko, kule juu ni mapadri. Ninyi miatende yote hayo kwa msaada wa Mungu, hivi kwamba watu wote wawatambua kuwa ni wafuasi halisi wa Kristo, ambaye hakuja kwa kutumikiwa bali kutumikia. Kumbe heshima yenu, ushemasi wenu, daraja lenu waumini walione katika huduma, na ndivyo wote tunajitahidi kuwa. Padri anajulikana kwa huduma zake za kipadri, kadhalika hata askofu. Huduma za kiaskofu kwanza, toa kipaimara kwanza, adhimisha kwanza maadhimisho, halafu nenda sasa jenga shule, jenga hospitali. Hayo hayana maana yoyote. Yapate maana kwa sababu wewe ni shemasi. Kwa hiyo katika utumishi, ukitaka kutumikiwa utapoteza, ukitaka kutumikiwa utapoteza.
Kuna mmoja ajaga jichanganya shemasi, anamuuliza paroko wake, wanasafiri, anamuuliza, hii paroko, begi langu umeweka kwenye gari? Shemasi anamuuliza paroko, amekuwekea begi kwenye gari? Manake paroko aende chumbani akachukue begi lako, alafu gari ile anaendesha paroko, amekabidhiwa paroko, unatumikia. Na ukianza kuona kuna vurugu katika utumishi wako, angalia ni pale ambapo umekuwa ukitumikiwa zaidi. Kwa hiyo katumikieni na yote yatanyoka. Utumishi huu ambao uko katika Kristo, tumesikia katika Injili, unajengwa katika upendo. Kristo anataka kumtuma Petro akalishe wanakondoo, akachunge wanakondoo, akachunge kondoo, akalishe na kondoo. Injili hiyo mara nyingine tunaisoma kwa papara, tunadhani anaongea kitu kile kile. Wana kondoo kwanza, wanyonge, maskini, dhaifu, wagonjwa, hao ndio tuanze nao ndugu zangu. Na wagonjwa leo, msianze kwenda tu hospitali kwa Stameri Jose kutafuta wagonjwa, tunao mitaani wagonjwa, wako kwenye uchumi huko, wako kwenye siasa. Mwanasiasa anaongea kitu mpaka unajiuliza, huyu yuko vizuri? Anaweza kulitamka hili? Ambaye anataka kuonekana, yani hata kama Mungu unataka kumuisha yuko chini yako. Huyu ni mgonjwa, nenda kwa tahadhari, lakini ni wajibu wako kwa upendo, kamlishe. Usiende kumchinja, ni mwana kondoo mchanga. Na mlishe mafundisho ulioyashiba mwenyewe, na naamini hamtashiba lolote isipokuwa imani yenu. Teolojia mmeisoma, lakini ndugu zangu, nyie fanyeni yote mtakayofanya, mtajikuta mnarudi pale pale, mnajengwa katika imani. Miaka yote mliosoma, wala sio degree zenu. Wengine hapa mna degree za kiraia, si ndio? Mbona mliacha kutumia hiyo degree? Mkaona haifai, unaacha hapo degree yako ya chuo kikuu cha kiraia ya kukupa kazi, ukaenda kuanza darasa la kwanza la upadri, filosofi, malezi, teolojia. Tukishindwa kujitofautisha, ndio pale hata leo mtavaa mavazi matakatifu na mmeshaanza kuyavaa. Sijui kama mmesali au mmetupia tu. Mnapotupia hata mapadri ndio tunaambiwa tumevaa majoho, kwamba hatuna mamlaka ya kuongea. Sisi hatuvai hizi kwa kutupia, zina sala. Kila nguo unayovaa padri, shemasi, ina sala. Uongo kweli? Ndio anauliza, mmesali? Mmesali sala gani mlipovaa mictus? Kuigeuza kutoka kitambaa cha nguo iwe helmet, iwe kofia ya chuma, ndio tunayovaa sisi. Sasa ajabu ajabu unadhani wamevaa kitambaa, sisi tumevaa kofia ya chuma ndani. Hizo nguo hiyo kanzu mliovaa sio kanzu. Kanzu mkatafute huko madukani, hiyo inaitwa alba, na unaivaa kwa sala maalum. Bwana unioshe na unitakase niweze kuoshwa katika damu ya mwana kondoo, japo kuwa sistahili, niweze kulijongea fumbo lako. Hii ndio sala ya askofu, padri, shemasi. Usitupie tu hiyo alba, matokeo yake unakuja wataleni umevaa kanzu tu. Sali. Unajifunga chinguru, unafunga nini? Umekuwa ng'ombe? Watu wanakushangaa umejifunga. Sali. Bwana unifunge kwa mshipi wa milele, na uzime viunoni mwangu tamaa mbaya, niweze kuadhimisha vema. Sasa unajifunga tu kamba hivi jamani, hawataelewa watu, wataona tu huyu anajifungaga kamba.
lakini sali mpaka hata watumikiaji fulani wakusikie unasali unapovaa hizi nguo. Ujikinge na vishawishi wakati wa maadhimisho, kamba hiyo ikusaidie. Sasa hao hata ndugu zenu hapa unaona mmejifunga kamba tu, wajulisheni kesho wasije wakatukana wakamwambia mnajifunga kamba kama ng'ombe mnakuja kutukemea. Wajua unakemea, wewe mwenyewe umeshajikemea mpaka ukajifunga, una nguvu ya kukemea. Huwezi kumkemea Kristo peke yake. Umeshajikemea mwenyewe, kemea na wengine. Umekiri udhaifu wako na ukajifunga ili uweze kufanya maadhimisho matakatifu. Na hatimaye vaa sasa hiyo dramatika yako, vaa kazura kama hii, tamka: Bwana, ulisema nira yako ni laini na mzigo wako ni mwepesi, nijalie nguvu za kuchukua, kubeba. Usemi unatupia likazura, unakuja hapo umeshachoka, moga, na hawaoni hata utakatifu. Ndio wanaanza kuona wamevaa majoho kama wanahitimu degree ya kwanza. Sisi hatuhitimu, sisi hatuna majoho, sisi tuna mavazi matakatifu ambayo yamegeuka, imekuwa ni nguvu mpaka nitakapoenda kuyatoa baada ya adhimisho, na nikasali sala ya kumshukuru Mungu. Ndugu zangu, fanyeni waelewe. Unajua ule mfano, padri mmoja akajidai mbabe, sasa akafukuza watumikiaji kule sakristia, akamwambia leo mmeniudhi, tokeni wote, nitasali peke yangu. Basi wanamfahamu, unajua maparoko ni wakali Wakatoka watoto wakavua nguo, katumikiaji kamoja ambako mnavyoona vinapoleta maji hapa kutunawisha mikono, yale maji sio tunaponawa, tunasali. Bwana, unioshe kabisa na uovu wangu wote, na unashika kitambaa kile unitakase dhambi zangu. Kale kanakompaga kitambaa kakamwambia, unatufukuza leo, nani atakuondolea dhambi zako? Si watu tunakutakasa sisi. Paroko yule yuko nyuma hapa, mpaka leo ameacha ukali, sio mkali tena, anawapenda watumikiaji. Kalimkumbusha sala anayoisali anashindwa kuweka kwenye matendo. Salini, ishara hizo za nje ziweze kuonyesha utumishi wenu wa ndani, na hatimaye basi hata utumishi wa kawaida. Ninyi wanangu wapendwa, sasa ambao mnapewa daraja ya ushemasi, Bwana amewapa kielelezo ili alivyofanya yeye hata ninyi mfanye vile vile. Kwa hiyo haya yote ninayotamka si mepesi, kuanzia mwanzo huko niliyotamka, lakini Kristo ameyatenda, ametupa kielelezo. Kwa hiyo msiogope ukasema mzee leo mbona anatutwika kama laana hivi. Si laana, mwangalie ni Kristo tu, mumuige. Ni mepesi, mepesi. Basi mkiisha kuwa mashemasi, yani watumishi wa Yesu Kristo, ambaye alionekana kati ya wanafunzi kama mtumishi, yatimizeni mapenzi ya Mungu kwa moyo wote. Ndio hayo, unanipenda mimi kuliko hawa, mwambie tu ndio Bwana. Na ukishindwa kabisa, mwambie wewe unajua yote, lakini ndani kweli uwe na sababu ya kumwambia katika yote hayo unayojua, moja unalolijua ni kwamba mimi ninakupenda. Mwe watumishi wake ili mtimize mapenzi ya Mungu katika upendo. Upendo huo watume mwatumikie watu kwa furaha kama mnavyomtumikia Bwana mwenyewe. Naamini kabisa mna furaha kubwa kwa mashemasi, na mnasubiri sijui kina nani wataandaa altare. Bahati mbaya mko wengi na tunahitaji wawili tu pale. Mna furaha gani leo kuandaa altare? Basi hiyo furaha ndio mumtumikie Bwana. Maadamu hakuna awezaye kutumikia mabwana wawili, fahamuni kwamba kila uchafu au uchoyo ni kuabudu miungu. Uchoyo, wengine wachoyo, mnaanza kuwa mashemasi wachoyo mpaka hata kwenye sakramenti.
unaona kabisa nakominisha watu 100, uchoyo, unaandaa hostia 10, utavunjavunja. Uchoyo altareni. Jiandae, ujue unaandaa ibada watu wangapi. Ni kauchafu kengine kabaya zaidi, ambako wewe kama mtumishi, padri akija tu anaanza kutolea, aliandaa altareni, wewe unajua unaadhimisha kwa watu wangapi? Lakini vile vile na mengine ambayo tunaambiwa na tumeyatafakari kwa kina hata jana, ambayo yanaingilia utume wetu, tunaambiwa ni sawa na kuabudu miungu. Ninyi mkipokea kwa hiari daraja ya ushemasi kama wale walioteuliwa hapo kale na mitume, kama tulivyosikia katika Injili, kwa ajili ya huduma ya upendo, mnapaswa kuwa watu wanaoshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa Roho Mtakatifu na hekima. Hivi vigezo tumevisikia katika somo la pili. Jitahidi kuwa wema, kuonyesha mmejaa Roho Mtakatifu. Hili si la kujitahidi, ni lazima uonyeshe wewe unaongozwa na Roho Mtakatifu, na vile vile kutumia hekima. Kwa hiyo hata huko unakokwenda kuhubiri, kutangaza, kufundisha, hekima itumike. Usitukane watu, wakubwa, wadogo, maskini, matajiri. Usitukane watu, hekima itumike. Kwani ninyi mtaitekeleza huduma yenu katika hali hiyo ya unyenyekevu, hali ya useja. Tumeshinda jana, tunajadiliana, tunaulizana maswali kuhusu hali hiyo ya useja, na mpaka tukafikia tukakubaliana kweli ni zawadi. Tumetafakari masifu ya jioni, ukumbatieni. Kwani kikumbatia vizuri useja, itakuwa ndio ishara na kichocheo cha upendo wa kichungaji na chemchemi yenye uzima, yenye kuzaa matunda mengi ya kiroho hapa hapa duniani, mengi kuliko kile mlichokiacha. Mke na familia, niliwauliza jana, waliozaliwa wengi kwa mama mmoja ni wale walio 11 eti kina Mihayo ndio mko 11. Mzee Mihayo, hongera sana, na mama Mihayo. Nyinyi mnaambiwa sasa wewe utazaa wengi kuliko hata hao mzee Mihayo duniani, sio Rudete tu. Maana mkiongozwa na upendo mnyoofu kwa ajili ya Kristo na mkiishi kwa moyo wa ibada ulio safi katika hali hii ya useja, mtaambatana kwa urahisi zaidi na Kristo kwa moyo usiogawanyika. Mtakuwa huru zaidi kwa kumtumikia Mungu na wanadamu, na wepesi zaidi kutoa huduma yenu, ili wote wapate kuzaliwa mara ya pili kama wana wa Mungu. Ndio maana tumeacha, na ukweli niwaambia, hatujaacha kitu kibaya, tumeacha kitu kizuri cha muhimu, lakini kwa mambo haya makubwa ambayo yana muhimu zaidi kuliko kile tulichokiacha. Hatimaye watu wazaliwe mara ya pili kama wana wa Mungu, ijengwa katika useja. Vile vile mkiitia mizizi yenu na kujenga katika imani, jidhihirishe kama watu wasio na doa wala lawama mbele ya Mungu na wanadamu, kama vile iwapasavyo wahudumu wa Kristo na wagawaji wa mafumbo ya Mungu. Ndio maana tuna vitu fulani vizuri, tunaambiwa hebu acha hiki. Sisi haturuhusiwi kuingia kwenye siasa, sisi haturuhusiwi kufanya biashara, hata kama baba amekusomesha kwa biashara, si ndio? Na ataendelea kutunza ndugu zako kwa biashara, si ya kwako. Wala usije leo ukaanza kutangaza na nimerithi kwa baba. Warithi ndugu zako,
na kama uko mwana pekee, karithishe binamu zako. Hatufungwi na hayo, yanaingilia utendaji wetu, ni Mungu peke yake. Wala msikubali kugeukia mbali na tumaini la Injili. Tumetafakari jana mama, katika hayo mausia ya Injili tunaona umo mpaka hata utumwa, pamoja ufukara, pamoja na kwamba sisi pengine hatuweki nadhiri hiyo ya ufukara, lakini ndugu zangu, si tunaelewa tukumbatie hali hiyo ya umaskini ambao ninyi lazima muwe si hiyo Injili, tumaini la Injili. Ninyi msio wasikilizaji wake tu, bali pia mnakuwa sasa wahudumu wake. Utii ambao mtauapa hapa ni uko katika Injili. Usafi wa moyo ambao unakwenda mpaka katika useja uko katika Injili. Lakini vile vile kiasi katika maisha na hasa katika kuelekea mali ni kuifanya Injili uonyeshe ni mhudumu wake. Litunzeni fumbo la imani katika dhamiri iliyo safi. Jitahidi, jitahidi. Tusigawe tu sakramenti kwa watu, tuzitumie. Na hasa tumeongea jana sakramenti ya kitubio. Tuitumie sana ndugu zangu, mashemasi, mapadri, alafu tukaigawe kwa watu. Tuwe na dhamiri iliyo safi, ili lile neno mnalolihubiri kwa kinywa lidhihirisheni vile vile katika matendo yenu, ikiwemo vile vile kukubali toba na udhambi na kuikiri na kupambana nayo. Nionyeshe mlihubiri kwa kinywa, lakini mliweke katika matendo yenu, ili Wakristo wote wakuhuishwa na Roho Mtakatifu wafanywe kuwa dhabihu iliyo safi na ya kumpendeza Mungu, wageuke kuwa sadaka. Nanyi katika siku ya mwisho mtakapokwenda kumlaki Bwana, mpate kumsikia akisema, vema mtumwa mwema mwenye uaminifu, ingia katika furaha ya Bwana wako. Kumbe maisha yetu sio ya muda haya mnayoingia, ni mpaka mwisho. Na tusiende na maneno mengi kule mbinguni, matendo tutashuhudie, ila sauti pekee iwe ni hiyo ya kukaribishwa na Mungu. Ndugu zangu, tuwaombee. Mambo haya ni magumu, hata mimi nayatamka natetemeka huku ndani, magumu, lakini kwa sala zenu tunayaweza. Tunapigana, tunainuka pale ambapo tumetereza, tukaanguka, tukasonga mbele. Kwa hiyo hawa vile vile waingie kwa lengo la ushindi, wala si tayari wameshindwa. Ni mashujaa, wamejitoa, waendelee na ushujaa huo hata waukabidhi mbele ya Mungu. Mashemasi wateule, tunawatakia baraka ya Mungu na neema zake katika maisha yenu. Tumsifu Yesu Kristo. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.